ukijaribu kuangalia hata hapa mlimani, mtawanyiko wa vijana wenu wengi hawako hapa, wako huko mijini, lakini huko wameshikilia imani na wanafanya kazi ya kufanya watu wamjue Mungu. Kwa hiyo Mungu huweza kuleta jambo lolote likawahamisha watu kutoka pale walipo kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuhubiri. Na hiyo tumeiona kwamba Israeli anatoka hapo anaenda uhamishoni kwa changamoto zote alizozipata kule Ashuru, akaenda kuwahubiri wa Ashuru, japo Mungu aliwachapa viboko vya kutosha, lakini wale wafalme wote walimjua Mungu wa Israeli ni nani. Taifa la Yuda nalo likatoka hapo Yuda, Yerusalemu, likaenda miaka 70 kuishi kule Babeli. Lengo pamoja na changamoto walizokuwa nazo ni ili Mungu aweze kuhubiriwa na watu waweze kumjua kuwa Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nizungumze kidogo kuhusiana na yale yaliyotokea katika haya mataifa au hizi dola 4. Dola ya kwanza au ufalme wa kwanza ambao uliingia kwenye madaraka ulikuwa ni ufalme wa Babeli mwaka 605 na kuendelea. Na hii ilikuwa ni dola iliyokuwa na nguvu, lakini Mungu alionyesha uwezo wake kwa wanadamu wanaofikiri wana nguvu, pale ambapo mara 3 tumejifunza jana anashughulika na mfalme jeuri aliyekuwa anaitwa Nebukadneza. Mwisho alipoonyesha kuwa na shingo ngumu ya kutosikia, Nebukadneza akalishwa majani kama ng'ombe kwa miaka 7. Baada ya miaka 7 Nebukadneza akarudi akamtambua Mungu wa Israeli ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ule unabii wa Danieli aliokuwa ameutoa kwa mfalme Nebukadneza, unabii wa mataifa 4 ambayo yangefuatana, ukawa umetimia kwa taifa la kwanza la Babeli. Baada ya Nebukadneza kuamini kwa sababu ya mambo makubwa Mungu aliyoyafanya kupitia watumishi wake watumwa, Mungu anaweza akatumia chombo kidogo kwa ajili ya kuwezesha kitu kikubwa. Tunamwona sasa mjukuu wa Nebukadneza alikuwa anaitwa Belshaza, ili kwamba lile neno kwamba ufalme wa Babeli unaenda kutimia unabii wake na inapita uanze ufalme mwingine wa Umedi na Uajemi. Belshaza akawa madarakani baada ya Nebukadneza muda wake kupita. Akiwa madarakani akaamua kufanya karamu. Hapo kwenye makaramu hayo, hizo sherehe hizo, kuna wakati tunaweza tukatumia vyombo vya Bwana. Kwenda kwenye sherehe ni habari njema, lakini usiruhusu sherehe isababishe umkosee Mungu. Kwenda kwenye harusi ni jambo jema, lakini hiyo harusi usiifanye ije iwe chukizo kwa Mungu. Mfalme Belshaza ambaye ndiye mfalme wa mwisho kwa dola ya Babeli akaamua kutumia vyombo vya Bwana vilivyochukuliwa na babu yake kutoka Yuda, vyombo ambavyo vilikuwa hata Waisraeli hawaruhusiwi kuvishika isipokuwa makuhani. Alipofanya ile sherehe yake ikawa nzuri kabisa. Kulivyokuwa na mahitaji fulani, akasema hebu angalieni, kachukueni vile vyombo vya Mungu wa Israeli tuje hapa tuvitumie. Akawaalika wageni mbalimbali akiwa na wake zake na masuria. Sherehe ikafanyika,
Alafu ile sherehe ilivyofanyika, wakaanza kunywea pombe kwenye vikombe viteule vya Mungu, na ndipo hasira ya Mungu ilipowaka. Akamtuma malaika. Tena malaika mwenyewe hakuonekana, isipokuwa kilionekana tu kitanga cha mkono. Kitanga cha mkono ni kuanzia hapa hivi, kikaandika mene mene tekeli na peres, lugha ambayo hata haikujulikana kwa lugha ya Kiaramu, haikujulikana kwa lugha ya Kikaldayo, haikujulikana kwa lugha yoyote, wala sio Kiebrania. Ni lugha ambayo mtafsiri wake lazima awe na uhusiano na Mungu na awe amejazwa na Roho Mtakatifu. Yawezekana kwa kuwa zaka ni takatifu umeila sana. Ni miongoni mwa vitu vitakatifu vya Mungu. Na hata sasa hivi una hofu. Zamani ulikuwa na hofu, lakini sasa hivi unaipiga tu. Mene mene tekeli na peres, umepimwa katika vipimo na umeonekana umepungua, na ufalme wako umekomeshwa na wamepewa watu wengine. Haya maneno sijui kama mtanielewa ninavyoyasema. Usimcheke Belshaza kwa kuchukua vile vyombo viteule vya Mungu vya hekaluni akaja akavitumia kwa pombe, wakati wewe hapa miamba unakunywa pombe kwa siri, na hivyo viungo vyako vinapokea pombe. Huo mwili wako, Biblia inasema ni hekalu la Roho Mtakatifu, unalijaza pombe, unalijaza mirungi. Kama unanisikiliza, naomba unisikilize vizuri sana. Utofautiani na yule alienda kuchukua vile vyombo vitakatifu akavitumia. Neno la Bwana linasema mene mene tekeli na nini peres. Yawezekana Bwana amekuangalia muda mrefu, na mwaka huu anakuambia huu ndio mwaka wako wa mwisho kupimwa. Utakapotoka hapa, kama ulikuwa utoi sadaka, nenda katoe. Kama ulikuwa utoi zaka, nenda katoe, kwa sababu ni kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Yale maandishi yalivyokuja ukutani, ile furaha yote ikaisha kwa mfano, kwa sababu ni kitu ambacho je ukiona. Akahangaika sana kuuliza, akawaita wale Wakaldayo wachawi, wanajimu, waje wamtafsirie. Wakafika pale wakasema, hii ngoma hii iliyoandikwa hapa haiwezekani. Ni vijana hawa tunaowarithisha kijiti, lakini hawajui tulikotoka na imani yetu. Na ndipo mama mmoja mzee aliyekuwepo pale karamuni, mke mkubwa wa huyo jamaa, akasimama akamwambia Belshaza, usifadhaike na hili jambo. Kuna mtu anaitwa Danieli ambaye alikuwa mtumishi wa baba yako. Kwa sababu Belshaza alivyoingia alimweka Danieli pembeni, akaweka wachawi aliokuwa anawajua. Kwa hiyo ikulu ya Belshaza ilikosa mcha Mungu. Ndio maana Belshaza akakosa mtu wa kumsaidia, na sasa Belshaza anakufa kifo cha kimwili na kiroho. Lakini ikulu ya Nebukadneza
pamoja na kuweka Wakaldayo na wachawi, alihakikisha ndani yake kunao kina Danieli ambao walikuwa wakimpa tafsiri ya mambo ya mbinguni. Danieli wako hapa miamba ni Pastor Kashanga. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndo Danieli wako. Wanaingia madarakani hawa, wanamweka pembeni, na wanavyomweka pembeni kitanga kinaandika. Wakati kitanga kinaandika ni too late. Kama Danieli angekuwepo ikulu, angekuwa amemshauri mfalme Belshaza mapema kwamba ili ufalme wako uende sawa, usiguse vile vikombe. Na hivyo mama yake akamwambia kamtafute. Ndipo watu wakatumwa, wakaenda wakamtafuta Danieli huko alikokuwa, akaletwa mbele ya ikulu ya Belshaza. Na Danieli alipoangalia yale maneno yakamuhuzunisha, kwa sababu yanaonyesha huyu jamaa anakufa. Na hata wakati ambapo mfalme Belshaza anataka kumpa Danieli zawadi, anamwambia shika zawadi zako, hazina kazi, kwa sababu usiku wa leo unakuja utawala mwingine. Ndio maana ndugu zangu, ninaomba niwaambie kwamba ni bora ushikamane na mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yehova Mungu wa mbinguni, na kuangalia sana anachokisema, kwa sababu falme za dunia hii na utajiri wa dunia hii unakwenda kuisha kama vile ambavyo ufalme wa Belshaza ulikwisha. Kwa hiyo ukishikamana na vitu vya ulimwengu huu, ukashikana na tamaduni za ulimwengu huu, unakwenda kuangamia. Hivi naongea na mtu mmoja ananisikiliza? Hebu nyoosha mkono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Danieli akamwambia tafsiri yale maneno, na alivyomwambia tafsiri yale maneno, pamoja na kwamba walisema avalishwe, Danieli alivikataa. Usiku huo huo ndipo vita ilipokuja, na vita ilivyokuja Wamedi na Waajemi wakaingia, na usiku huo huo Belshaza na watoto wake waliuawa. Kutegemea mambo ya dunia. Ndio maana tukikwambia hata toa tu sadaka ya shukurani, kwa kweli umeishi, hujaugua, umesimama mahali watu majeneza, watu wanashushwa kwenye makaburi, umeona mengi mwaka huu, wewe unapumua. Kwa nini sasa? Kumbuka somo niloanza nalo siku ya Jumapili. Kwa nini usije na sadaka ya maana kama Maria Magdalena? Hiki tulichokuwa tunakifanya hapa huenda kimekuwa kigeni kwenu sana. Nataka niwaambie, nilikuwa nataka nisome quotation ya roho ya unabii, ambapo kitabu cha Wazee na Manabii kimeandika maneno haya kwamba Musa alipokuwa akiingia nyumbani kwake alifanya ibada asubuhi na jioni. Na katika hiyo ibada ya asubuhi na jioni alitoa dhabihu, kwa sababu hakuna ibada inayokamilika bila matoleo. Juzi nikiwa nafundisha kanisani nikakutana na quotation nyingine nasema inafaa hata pale nyumbani yale maombi ya jioni unapoyafanya, uhakikishe pale nyumbani umekaa na unafanya ibada. Lakini kama umezunguka huko mtaani ukapata pesa, waambie watoto walete bahasha zao na za kwako. Hata kama umepata 2,000 igawanye, kwa sababu hata wale watoto wanastahili kutoa zaka na sadaka, kwa kuwa alikusaidia kuosha vyombo wakati unahangaika na mambo mengine, alifua nguo za baba wakati yuko kazini. Kwa hiyo yeye naye ni mshirika katika pato la baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima umpe naye saizi yake. Lakini kama kuna mtoto ambaye hajafanya kazi siku nzima, unamwambia leo wewe huna sadaka kwa sababu umecheza, hujafanya kazi. Hao watoto unafikiri ukiwafundisha hivyo wataacha kutoa? Kwa hiyo hakuna mahali popote palipokuwa pakifanyika ibada bila matoleo. Na sasa sisi tumejiwekeza zaidi katika kuomba. Kuomba ni kumwambia Mungu, naomba unipatie. Lakini Mungu anasema mtakaposali na kuomba Bwana atawapa. Sasa tunaondoa kile kipengele cha kusali,
tunabakiza tu kile kipengele cha kuomba. Unaomba mahitaji yako tu, lakini hujampa Mungu staili yake ya ibada. Umetoka huko kazini, umechoka, unasimama, jamani, simame tuombe. Baba wa mbinguni, tunashukuru, tunaomba utujalie usiku tulale salama. Hujafanya ibada. Na Mungu anastahili ibada ya asubuhi na jioni, na ndio maana alikuwa amewaambia lazima itoke dhabihu ya asubuhi na dhabihu ya jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ibada yoyote tena hapa ni kama hatujakaa sawa. Ile ibada ya makambi, wakati wahudumu wanapoingia, wanatakiwa wale wahudumu wanne waje. Mwenyekiti mwingine anakuja hapo, ni mtu wa zaka na sadaka anakuja hapo, mwingine anakuja hapo mtu wa ombi, kama tunavyofanya siku ya Sabato. Hii ni ibada kama ibada nyingine. Na hivyo tukishamaliza tunakuwa na muda wa kutoa matoleo. Na siku hiyo sasa, kila siku unapaswa kuja. Kesho nitawaonyesha quotation fulani. Dhabihu, au nenda kasome kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Pale mwendo kwa sikukuu ya vibanda. Utaona Ellen White ameandika kila siku walikuwa wakitoa sadaka kwa siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inatolewa kwa siku 7. Kwa hiyo maana yake nini? Ni kuonyesha umeonyesha kicho, na sadaka yako sasa inatolewa kwa ajili ya kusaidia wengine wapate wokovu. Kwa hiyo nawaomba kwa neema ya Yesu, mkiona tunafanya hivi, usikae na ile sadaka nyumbani mpaka siku ya Sabato. Kama ili kwanza sadaka yenyewe umeikusanya toka mwaka jana mpaka mwaka huu. Wengine leo ndio wameenda kuitafuta kwenye soko la miamba. Masoko mengine yote ulikuwa unatafuta na sahau shukrani. Na umeenda, sijui kama umeokota. Lakini cha msingi nataka nikwambie, kama ipo, iweke kwenye bahasha. Kesho tunapotoa sadaka ile, tukushike mikono. Hata sisi kama watumishi wa Mungu tukikushika mikono tunakubariki. Usione wenzako wanabarikiwa wewe unakaa tu huko. Na hapa tulikuwa tunategemea kama kuna ile masanduku ya sadaka yawepo. Haleluya. Hicho ndio kitu cha msingi, naomba niwaambie mkijue. Mimi nyumbani kwangu nataka kuanzisha, sijaanzisha. Ila kadiri ninafundisha nataka kuanzisha. Kwamba mama, leo siku nzima hujapata hata 500. Akisema nimepata, kwenye 500 kuna 100. Sadaka, maombi ya jioni. Hivi lazima turudi katika njia kuu. Sasa napomalizia somo langu, kwa sababu ninafundisha unabii katika sura ya revival. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia mimi si wakuja kuwafundisha hapa sijui kichwa cha nini, sijui cha mlishafundishwa toka mkiwa adventure. Mimi nawafundisha unabii katika njia ya revival. Belshaza akafa kwa sababu hakuthamini watumishi wa Mungu aliye hai. Na wewe utakufa kiroho kama nyumbani kwako mzee wa kanisa hakanyagi, nyumbani kwako mchungaji wa mtaa hakanyagi. Utakufa kiroho. Na hiyo ni kifo kibaya. Bora tufe kimwili, lakini kiroho tuwe hai. Hawa Yesu akatoa kisa cha Lazaro, anasema wakati kile kisa cha Lazaro na tajiri kimetolewa, ndipo yule tajiri wakati amefikia pagoa sasa atoke mtu mmoja aende huko duniani akawaambie. Akasema huko duniani kuna Musa. Wasipomsikiliza Musa, hata atoke mtu kutoka kuzimu hawatamsikiliza. Na kwa kweli hilo jina la Lazaro alilolitoa mfano Yesu, muda mfupi Lazaro akatoka kuzimu akiwa amekufa. Yesu akamfufua, lakini hawakumwamini. Unabii unabeba vitu vingi. Yaani unaweza ukasema kwa nini Yesu alitoa ule mfano wa kisa cha tajiri na Lazaro? Alafu baadaye yule tajiri akafa. Sio akaenda kifuani kwa Ibrahimu. Sio nini kikatokea. Ule ulikuwa ni mfano, sio uhalisia. Lakini Yesu alikuwa anawaambia neno hili kwamba ndipo sasa akatoa mfano mmoja. Yule tajiri aliyekuwa anaungua sasa anamwambia basi mwambie hata achovye kidole chake. Anipe maji kwenye ulimi wangu kidogo. Akasema haiwezekani, ukishakufa hakuna mahusiano tena. Ndipo akasema basi
kwa kuwa mimi nimelionja hili, basi tuma mtu aende kule duniani miamba, akawaambie kule miamba kwamba, akawaambie watu wa miamba kwamba, semeni akawaambia watu wa miamba waache dhambi, kwa maana ukishakufa huku ni pabaya. Yesu akawasema, jibu likatolewa, wanaye Musa, wanaye Kashanga na wazee wa kanisa wanaye huko, wasipowasikiliza hao, hata mtu atoke kuzimu hawatamsikiliza. Na likajitokeza muda mfupi ukienda hapo mbele, Lazaro akafa. Yesu akaenda akamfufua Lazaro, wakaona Lazaro amefufuka, hawakuamini, wakapanga mpango wa kumuua Yesu. Maneno ni magumu, naomba muyameze. Haleluya. Lakini baada ya Belshaza kufa, alipokuja Mwajemi alikuwa anaitwa Dario, alipoingia kwenye madaraka, mmoja ya watumishi wa ngazi za juu aliyemchagua katika ufalme wake wa Umedi na Uajemi alisema, mleteni Danieli, na Danieli akafanywa kuwa waziri mkuu. Haleluya. Mwenye akili. Na Danieli kuwepo katika ikulu ya Dario ilifanikiwa sana. Hata walipofanya njama ya kutaka kumuua Danieli, Dario akapambana amuokoe, ikashindikana, akatupwa kwenye tundu la simba, lakini Mungu akafunga makanwa ya simba. Mungu alikuwa anataka kumuokoa Dario. Na wakati Dario anakwenda ile asubuhi, anasema, Danieli, Mungu wako hakukuokoa? Danieli amwambia, huyu ndiye Mungu, amefunga makanwa ya nani? Usiache nyumbani kwako mtumishi wa Mungu asemwe vibaya. Saa nyingine mnawasema wazee wa kanisa, watoto wenu wanawasikia story hapo ndani ni wazee wa kanisa, mkiwa mtaani mnawasema wazee wa kanisa, mnaua huduma yao wazee wa kanisa, na mkishaua huduma yao mnakuwa kama Belshaza. Unabaki kama boksi lisilokuwa na kitu. Mungu awabariki. Ninawasihi kwa neema ya Bwana, hata kama ni kitoto kidogo kama Josia, lakini tumejielekeza katika utumishi wa Bwana, kipe heshima yake. Haleluya. Wale watoto wakikusikia unamsema mchungaji Temba vibaya, nao watajua tabia mchungaji Temba. Hawataona chochote special kwa mchungaji Temba, bali wataona udhaifu wa mchungaji Temba. Umempiga nabii wa Bwana kwa mawe, na baada ya kumpiga nabii wa Bwana kwa mawe, ndio mbeba Urimu wa Bwana. Utakuja kuwa kama Sauli, baada ya kuwaua makuhani anaanza kwenda kuomba kwa ndoto, hajibiwi, kwa Urimu na Thumimu hajibiwi, kwa sababu ameua makuhani, hivyo akafa. Nimefika mwisho wa somo hili, lakini nilikuwa naenda kwenye ufalme wa ngapi? Wa pili, ambapo ule wa kwanza Belshaza aliharibu, Dario akamshika Danieli, na mambo yakawa mazuri katika ufalme wa Dario. Mungu awabariki. Tusimame. Mzee, karibu kwa ombi. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye enzi, jioni ya leo tena jina lako litukuzwe. Tumekuja mbele zako kwa mara nyingine tena, tukikiri udhaifu wa namna ambavyo tumetembea kama Wakristo kinyume na
watumishi wako. Tunakuomba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu itokayo juu, kambi hili lituwezeshe kukutana nawe. Hata watumishi hawa watakapokuwa wanamaliza huduma hii, ukatupatie badiliko la pekee sana, na siku moja unaporudi katika mawingu ya anga ukiita majina ya watakatifu, sisi pamoja na watumishi wako tuwepo mahali pale. Bwana, endelea kubariki watumishi wako, naomba endelea kutulisha neno lako, na sisi tusikizishe neno lako, lakini zaidi ya yote tupatie tafakari ya pekee sana, ili pale mahali ambapo tumekwenda kinyume na mapenzi yako, neno hili litubadilishe. Acha tunyamaze sasa, unene nasi kwa vipindi vingine. Hivi ndivyo tuomba kupitia jina la Yesu.